Bilionea alirudi nyumbani mapema na kumkuta binti yake mjamzito amelala huku mgeni akila chakula mezani bila wasiwasi. Alisimama mlangoni kwa muda akitazama kwa macho makali. Mgeni huyo alikuwa kijana mwenye sura ya kujiamini, amevaa vizuri kama mtu wa mjini. "Ni nani huyu?" Bilionea aliuliza kwa sauti tulivu lakini nzito. Binti yake, Zawadi, alishituka na kukaa kitandani. "Baba, huyu ni rafiki yangu, anaitwa Juma." "Rafiki anakula kama mwenye nyumba?" Bilionea alijibu huku akifunga mlango taratibu. Juma alisimama kwa heshima. "Shikamoo mzee." Bilionea kujibu salamu hiyo mara moja. Aliweka mkoba wake chini, akaangalia tumbo la Zawadi lililochomoza. Alivuta pumzi ndefu. "Zawadi, nilidhani nilikufundisha kuwa makini na maisha." Zawadi alishusha macho. "Baba, si kama unavyofikiria." Bilionea alicheka kwa uchungu. "Maisha haya hayachezwi. Nimefanya kazi kwa bidii ili jina letu liheshimiwe. Sasa watu wataanza kusema nini?" Juma alijaribu kusema kitu, lakini bilionea alimnyamazisha kwa kuinua mkono. "Tutazungumza baadaye. Kwa sasa, nataka ukweli wote." Nje, mvua ilianza kunyesha polepole, kana kwamba anga pia ilikuwa na maswali. Usiku huo bilionea kulala, alikaa sebuleni, akitazama picha za zamani za familia ukutani. Zawadi alikuwa mtoto mwenye ndoto kubwa. Alisema anataka kuwa daktari, kusaidia watu maskini. "Asante kwa kila kitu baba." Zawadi alisema akija sebuleni taratibu. "Najua nimekukatisha tamaa." Bilionea aligeuka kumtazama. "Sikukufundisha kuishi kwa hofu, lakini nilikufundisha kuwajibika." "Juma si mtu mbaya," Zawadi alisema kwa sauti ya kuomba. "Ana ndoto zake, anasoma teknolojia ya biashara mtandaoni. Anataka kuanzisha kampuni." Bilionea alitabasamu kidogo. "Ndoto ni nzuri, lakini ndoto bila mpango ni hatari." "Baba, mimba hii si ajali," Zawadi alisema kwa ujasiri. "Tulipanga kuwa baada ya masomo." Maneno hayo yalimgusa bilionea zaidi. "Kwa nini hukuniambia?" "Niliogopa." Bilionea alinyamaza. Alikumbuka jinsi alivyopigana kufika pale alipo. Alijua siri nyingi za dunia, lakini bado hakuwa tayari kwa siri ya binti yake mwenyewe. "Kesho, nataka nikutane na Juma vizuri," alisema kwa sauti thabiti. "Nitamsikiliza, lakini atahitaji kunithibitishia kuwa si maneno tu." Asubuhi ilipofika, Juma alikaa mbele ya bilionea mezani, mikono yake ikiwa imefungamana kwa heshima. "Ninampenda Zawadi," alisema kwa sauti ya utulivu. "Najua wewe ni mtu mkubwa. Umefanikiwa. Mimi bado niko njiani, lakini nina mpango." Bilionea alimtazama kwa macho makali. "Mpango gani?" "Ninasoma teknolojia ya biashara mtandaoni. Nina mradi wa kuanzisha jukwaa la elimu kwa watu wazima, kuwasaidia kujifunza ujuzi mpya na kupata kipato." Bilionea alinyanyua nyusi. "Watu wazima?" "Ndiyo. Wazazi wengi wanataka kujifunza biashara za kidijitali, fedha, afya, lakini hawajui wapi waanzie." Bilionea alikaa kimya. Haya yalikuwa maneno mazito, si ndoto za kawaida. "Na Zawadi?" aliuliza. "Atakuwa mshirika wangu. Ana akili, ana moyo wa kusaidia watu." Bilionea alicheka kwa sauti ndogo. "Hujui uzito wa jukumu unalobeba." "Ninajua." Juma alisema. "Niko tayari kufanya kazi mchana na usiku." Bilionea alisimama. "Nitakupa nafasi, lakini sitakubali binti yangu aishi maisha ya ahadi zisizotekelezwa. Nitakuangalia kwa karibu." Juma alitabasamu kwa shukurani. "Asante mzee." Siku zilipopita, Juma alianza kuja mara kwa mara nyumbani, akionyesha mipango yake kwa bilionea kwenye kompyuta. Alionyesha takwimu, soko na jinsi jukwaa lao lingeweza kusaidia maelfu ya watu wazima kujifunza ujuzi wa kifedha na teknolojia. "Hii inaweza kubadilisha maisha ya wengi," bilionea alisema siku moja. "Ndiyo baba," Zawadi alisema kwa furaha. "Nataka wanawake wajifunze biashara, wawe huru." Bilionea alitazama tumbo la Zawadi. Sasa lilikuwa kubwa zaidi. "Mtoto huu atakuja katika dunia yenye ushindani. Lazima muwe tayari." Juma alinyanyua kichwa. "Tutakuwa tayari." Lakini nyuma ya tabasamu hilo, bilionea bado alikuwa na siri. Kulikuwa na kitu kuhusu zamani ya Juma kilichomfanya awe na shaka. Alikuwa amemchunguza kimya kimya, akituma watu wake kumchunguza kijana huyo.
ukweli utaonekana, bilionea alisema peke yake usiku mmoja. Na siku hiyo, kila kitu kitabadilika. Miezi michache baadaye, Zawadi alikaribia kujifungua. Jukwaa lao la elimu lilikuwa limeanza kupata watumiaji wengi. Watu wazima kutoka sehemu mbalimbali walijiandikisha kujifunza biashara, afya na teknolojia. Baba, tumevuka watu 10,000, Zawadi alisema KWA furaha. Bilionea alitabasamu KWA mara ya kwanza KWA muda mrefu. Mnafanya vizuri. Lakini simu ya ghafla ilibadilisha hali ya hewa. Bilionea alipokea ujumbe kutoka KWA mpelelezi wake. Alisoma polepole, uso wake ukibadilika. Juma aliingia sebuleni bila kujua chochote. Mzee, nina habari njema. Bilionea alimkatiza. Tunahitaji kuzungumza. Zawadi alihisi kitu si sawa. Baba, kuna nini? Bilionea alimtazama Juma moja, KWA moja. Uliwahi kuniambia ukweli wote kuhusu maisha yako ya zamani? Juma alinyamaza kwa sekunde chache. Baba, kuna mambo. Basi ni wakati wa kuyasema, bilionea alisema kwa sauti nzito. Nje, upepo mkali ulipuliza. Ndani ya nyumba, ukweli ulikuwa karibu kulipuka. Juma alikaa kimya muda, macho yake yakimwangalia bilionea bila kupepesa. Zawadi alihisi moyo wake ukidunda kwa nguvu. Baba, tafadhali, Zawadi alisema. Usimshinikize hivyo. Bilionea alitikisa kichwa. Binti yangu, maisha ya mtu hayajengwi kwa kuficha ukweli. Juma, nilituma watu wachunguze historia yako. Juma alimeza mate. Najua. Waliniambia uliwahi kufanya kazi kwa watu waliokuwa wakitapeli watu mtandaoni. Ni kweli? Bilionea aliuliza kwa sauti ya baridi. Juma alishusha kichwa. Ndiyo, nilifanya kosa. Nilikuwa mdogo, nilikuwa nataka pesa haraka. Lakini niliacha, nilijisalimisha, niliamua kubadilika. Zawadi alilia. Baba, nilijua hilo, lakini niliona moyo wake umebadilika. Bilionea alinyamaza kwa muda mrefu. Moyo unaweza kubadilika, lakini madhara ya makosa hayapotei haraka. Juma alisimama. Niko tayari kufanya lolote kuthibitisha kuwa si yule wa zamani. Bilionea alimtazama kwa makini. Basi, safari yako ya kweli inaanza leo. Bilionea alimpa Juma mtihani mzito. Alimwambia aondoke mjini kwa muda, aende kijijini kwao kufanya kazi na watu wa kawaida. Nataka uone maisha halisi ya watu wazima maskini, bilionea alisema. Hapo ndipo utajua kama ndoto zako ni za kweli. Juma alikubali bila kusita. Zawadi alimkumbatia. Rudi salama, mtoto wetu anakuhitaji. Kijijini, Juma alifanya kazi mashambani. Alifundisha wazee kutumia simu na kusaidia vijana kujifunza biashara ndogo ndogo. Aliona machozi, matumaini na mapambano ya kila siku. Mama mmoja mzee alimwambia, mwanangu, kama kweli unaweza kutufundisha kupata kipato kwa simu hii, nitakubariki maisha yangu yote. Maneno hayo yalimgusa sana. Aliamua kuwa mradi wao haukuwa tu biashara, bali huduma kwa jamii. Usiku, alimwandikia Zawadi ujumbe mrefu. Sasa naelewa kwa nini baba yako ni mkali. Anataka maisha yawe na maana. Wakati Juma yuko kijijini, bilionea na Zawadi waliinua mradi wao kwa nguvu. Zawadi alianza vipindi maalum kwa wanawake wazima, akifundisha ujasiriamali na usimamizi wa fedha. Wanawake wana nguvu kuliko wanavyojua, Zawadi alisema kwenye darasa la mtandaoni. Usiogope kuanza. Watu wengi wa umri wa zaidi ya miaka 45 walijiunga. Walipenda jinsi Zawadi alivyokuwa akizungumza kwa upole na heshima. Bilionea alianza kuona binti yake kwa macho mapya. Umebadilika sana, alimwambia siku moja. Baba, mimba hii ilinifundisha uwajibikaji, Zawadi alisema. Sitaki mtoto wangu aone mama dhaifu. Lakini nyuma ya mafanikio kulikuwa na tatizo. Mwekezaji mkubwa alitaka kununua sehemu kubwa ya kampuni yao na kubadilisha mwelekeo wa mradi kuwa wa faida tu, si wa huduma.
Bilionea alijua huu ulikuwa mtihani mkubwa zaidi kuliko wote. Mkutano na mwekezaji ulifanyika katika ofisi ya bilionea. Mwanaume huyo, Bwana Kamau, alikuwa tajiri na mwenye maneno matamu. Mradi wenu ni mzuri, alisema, lakini unaweza kuwa mkubwa zaidi kama mkilenga faida. Watu wazima wana pesa, wanahitaji huduma za kifedha, mikopo, bima. Hapo ndipo pesa iko. Zawadi alisita, lakini tulianzisha hii kusaidia jamii. Kamau alitabasamu. Biashara na msaada vinaweza kwenda pamoja. Bilionea alinyamaza, akitazama makubaliano mezani. Alijua maneno ya Kamau yalikuwa na busara kwa upande wa biashara, lakini pia yalikuwa na hatari ya kupoteza roho ya mradi wao. Tutafikiria, bilionea alisema. Baada ya Kamau kuondoka, Zawadi alimshika mkono baba yake. Usiuze ndoto yetu, bilionea alimtazama. Wakati mwingine, ili ndoto iendelee, lazima ukubali msaada wa watu wengine. Lakini msaada huo una gharama. Juma alirudi kutoka kijijini akiwa M2. Tofauti. Uso wake ulikuwa umechoka, lakini macho yake yalikuwa na moto mpya. Niliona watu wanaohitaji sana huduma yetu, alisema kwa sauti yenye msisitizo. Hatuwezi kuuza roho ya mradi huu. Bilionea alitabasamu kidogo. Sasa unaanza kuelewa. Zawadi alikimbia kumkumbatia. Nilikuonea sana. Juma alimwangalia bilionea. Mzee, nina ombi moja. Niruhusu nisimame mbele ya Kamau mwenyewe. Nataka nimwambie msimamo wetu. Bilionea alinyamaza kwa sekunde chache. Huu ni mtihani wako wa mwisho. Ukishindwa, sitakutetea tena. Juma alitikisa kichwa. Niko tayari. Nje, anga lilikuwa la kijivu, kama linaandaa kitu kikubwa. Ndani ya moyo wa bilionea, alianza kuona Juma, si kama kijana aliyemuona siku ya kwanza. Lakini bado, hakujua ukweli mkubwa ambao ulikuwa umefichwa kwa miaka mingi. Mkutano na BW Kamau uliandaliwa upya. Juma alikaa mbele yake akiwa na utulivu usio wa kawaida kwa kijana wa umri wake. Zawadi na bilionea walikaa pembeni, wakisikiliza kwa makini. BW Kamau, Juma alianza. Tunashukuru kwa ofa yako, lakini mradi huu ulianza kama huduma kwa jamii. Hatutaki kuubadilisha kuwa mashini ya kukamua watu pesa. Kamau alicheka kidogo. Kijana, dunia haijengwi kwa hisia, inajengwa kwa mikakati. Juma hakurudi nyuma. Na mikakati bila maadili huangusha hata milki kubwa. Watu wazima wanaotutumia ni wazazi, babu na nyanya. Wanahitaji elimu, si mikopo ya kuwazamisha. Ukumbi ulikaa kimya. Bilionea alihisi fahari isiyoelezeka. Kamau alimtazama Juma kwa muda mrefu. Kisha akasema, sawa, nitatoa uwekezaji bila kubadilisha mwelekeo, lakini nitakuwa mshirika wa karibu. Juma alikubali kwa sharti moja. Jamii ibaki kipaumbele. Zawadi alimshika mkono kwa furaha. Umefanya vizuri, alimnong'oneza. Lakini bilionea alijua, ushindi huu ulifungua mlango wa vita mpya za kibiashara na kijamii. Mradi ulianza kukua haraka kuliko walivyotarajia. Watu wazima kutoka sehemu mbalimbali walijiunga. Wengine walijifunza kuuza bidhaa mtandaoni, wengine walijifunza kuokoa na kuwekeza, na wengine walijifunza huduma za afya ya msingi. Mama mmoja aitwaye Amina alimwambia Zawadi, kwa mara ya kwanza nina akaunti ya akiba, sijawahi kuamini ningeweza. Zawadi alitabasamu kwa machozi. Hii ndiyo ndoto yetu. Lakini mafanikio yalikuja na wivu. Kampuni kubwa za elimu mtandaoni zilianza kuona jukwaa lao kama tishio. Walianza kusambaza uvumi kwamba jukwaa la Zawadi na Juma halikuwa salama. Bilionea alipokea barua kadhaa za malalamiko. Hii ni vita, alisema kwa sauti nzito. Juma alijibu, tutapambana kwa ukweli na uwazi. Lakini ndani ya moyo wake alihisi hofu. Alijua kosa moja linaweza kuharibu kila kitu walichojenga. Siku moja mfumo wao ulipata hitilafu kubwa. Data za baadhi ya watumiaji zilionekana kuvuja. Mitandao ya kijamii ililipuka kwa lawama. Nilikuamini, sasa data yangu iko wapi? Mtu mmoja aliandika. Zawadi alilia usiku kucha. Baba, watu wanatuchukia. Bilionea alikaa kimya. Alijua hili lingeweza kuangusha ndoto yao. Juma alisimama mbele ya kamera na kufanya tangazo la moja kwa moja. Tumefanya kosa. Tunachukua jukumu.
tutaweka mifumo bora ya usalama na kila mtu atapata msaada. Watu wengi walishangaa ujasiri wake, wengine walimpa nafasi ya pili. Bilionea alimwangalia kwa makini. Uaminifu haupatikani kwa kusema, bali kwa kufanya. Juma alitikisa kichwa. Nitaufanya uaminifu uwe msingi wa kila kitu. Wakati huo huo, Zawadi alianza kupata uchungu wa mimba usiku moja. Juma alimkimbiza hospitali. Daktari alisema, mtoto anaweza kuja mapema, jiandae. Bilionea alifika hospitali akiwa na wasiwasi mkubwa kuliko alivyowahi kuonesha. Alimshika mkono wa binti yake. Samahani kama nilikuwa mkali sana. Zawadi alitabasamu kwa uchungu. Baba, ukali wako ulitufanya kuwa imara. Juma alikaa nje ya chumba cha kujifungua, akihisi uzito wa majukumu yote. Mradi, jamii, familia, yote yalikuwa mabegani mwake. Alijiambia, nitabaki kuwa mtu mwema, hata dunia ikinipinga. Ndani ya saa chache, kilio cha mtoto kilisikika. Mtoto wa kike alizaliwa. Zawadi alimuita Asha. Bilionea alimbeba mjukuu wake kwa mara ya kwanza. Huyu ndiye mwanzo mpya, alisema kwa sauti ya kutetemeka. Kuzaliwa kwa Asha kulibadilisha kila kitu. Bilionea alianza kupunguza ukali wake. Alianza kufundisha Juma siri za biashara, akimchukulia kama mwana. Biashara si pesa tu, alimwambia. Ni urithi. Juma alisikiliza KWA makini. Nataka Asha akuwe akijua tunahudumia watu. Lakini siku moja, bilionea alipata ujumbe wa ajabu kutoka KWA, mtu wa zamani. Ujumbe huo ulikuwa mfupi, lakini mzito. Ni wakati wa kumwambia Juma ukweli kuhusu baba yake. Bilionea alihisi dunia ikizunguka. Alikaa chini, akitazama Asha akilala. Zawadi aliuliza, baba, kuna nini? Bilionea alinyamaza KWA muda mrefu. Kuna siri ambayo nimebeba KWA miaka mingi, na ukweli huo unaweza kubadilisha familia hii kabisa. Nje, usiku ulitulia, lakini ndani ya nyumba, siri kubwa ilikuwa karibu kufunuliwa. Bilionea hakulala usiku huo. Alitembea sebuleni huku akishika simu yake, akisoma ujumbe ule ule mara nyingi. Kila neno lilikuwa kama mzigo moyoni mwake. Asubuhi, alimuita Juma ofisini kwake. Zawadi alihisi kitu si kawaida, lakini aliamua kubaki nje. Juma, bilionea alisema kwa sauti ya utulivu, kabla hujaoa binti yangu rasmi, kuna kitu lazima ujue. Juma alikaa kimya. Niko tayari kusikia. Bilionea alifungua draw na kutoa faili la zamani. Ndani kulikuwa na picha, barua na hati za zamani. Baba yako hakumzaa, alikuwa rafiki yangu wa karibu sana. Juma alishangaa. Ulimjua baba yangu? Ndiyo. Tulianza biashara pamoja zamani. Lakini kulikuwa na makosa, usaliti na siri nyingi. Juma alikumbuka mama yake akisema baba yake alitoweka kabla hajazaliwa. Kwa nini hakuwahi kuniangalia? Bilionea alinyamaza kwa muda mrefu. Kwa sababu nilimfukuza. Nilimlaumu kwa jambo ambalo sikuwahi kuthibitisha. Maneno hayo yalimgonga Juma kama radi. Juma alisimama ghafla. Unamaanisha nini ulimfukuza baba yangu? Bilionea alishusha kichwa. Nilidhani alikuwa amenisaliti katika biashara. Nilikuwa na hasira, nilikuwa na nguvu. Nilimfukuza bila kumpa nafasi ya kujitetea. Na mama yangu? Juma aliuliza kwa sauti ya kuumia. Nilijua alikuwa mjamzito, lakini nilijifanya sikujali. Nilifikiri mtoto huyo atakuwa kumbukumbu ya usaliti wake. Juma alihisi machozi yakimtiririka. Kwa hiyo maisha yangu yote yalianza kwa kosa lako? Bilionea alitikisa kichwa kwa uchungu. Ndiyo, na nimebeba hatia hiyo kwa miaka mingi. Nilijaribu kusaidia mama yako kwa siri, lakini nilikuwa muoga kukuangalia usoni. Juma alicheka kwa uchungu. Ndio maana ulinitazama kwa shaka siku ya kwanza. Ndiyo, nilikuwa na hofu ya kukutana na matokeo ya makosa yangu. Chumba kilijaa kimya kizito. Juma alitoka ofisini bila kusema neno. Alitembea hadi bustanini, akakaa chini ya mti, akakumbuka maisha yake ya utoto, jinsi mama yake alivyojitahidi kumlea peke yake. Zawadi alimfuata. Juma, baba yako amekuambia nini? Juma alimtazama kwa macho mekundu. Baba yako ndiye sababu baba yangu alitoweka. Zawadi alishangaa. Unamaanisha nini? Alimweleza kila kitu. Zawadi alihisi dunia ikivunjika. Baba hajawahi kuniambia hili. Na sasa mimi ni nini kwako?
Juma aliuliza kwa sauti ya hofu. Zawadi alimshika mkono. Wewe ni mume wangu, baba wa mtoto wangu. Makosa ya zamani hayabadilishi hilo. Juma alitabasamu kwa uchungu. Lakini naona baba yako kwa macho tofauti sasa. Ndani ya nyumba, bilionea alikaa peke yake, akijiuliza kama ukweli huo umechelewa sana. Siku zilizofuata zilikuwa ngumu. Juma aliepuka kuzungumza sana na bilionea. Alijikita katika kazi ya jukwaa lao, ikitafuta njia ya kupanua huduma kwa wazee wa vijijini. Bilionea alihisi umbali huo. Alimuita Juma siku moja. Najua umekasirika, lakini nataka kurekebisha kosa langu. Utakirekebishaje? Juma aliuliza. Baba yangu haipo tena. Mama yangu alipitia maisha magumu. Niko tayari kuweka rasilimali zangu zote kusaidia watu kama mama yako. Niko tayari kujenga mfuko wa elimu kwa watoto wa wazazi wasio na uwezo. Juma alinyamaza. Hiyo ni nzuri, lakini si kwa ajili ya kununua msamaha wangu. Bilionea alitikisa kichwa kwa msamaha. Sio kununua msamaha, ni kuacha urithi tofauti. Juma alimtazama. Basi, fanya hivyo, si kwa ajili yangu, bali kwa ajili ya Asha. Bilionea alianza mara moja kuanzisha mfuko wa elimu na mafunzo kwa wazazi na watoto kutoka familia maskini. Jukwaa lao lilipanuka zaidi, likitoa mafunzo ya fedha, afya na ujasiriamali kwa wazee na vijana. Amina, mama mzee aliyekuwa mwanafunzi wao wa kwanza, alisema kwenye video, bilionea amebadilika. Sasa anatusikiliza. Juma alianza kuona mabadiliko ya kweli. Alianza kumuita bilionea baba KWA mara ya kwanza, ingawa bado moyo wake ulikuwa na maumivu. Zawadi alitazama familia yake ikianza kupona. Hii ndiyo familia niliyotamani, alisema. Lakini siku moja, mtu wa zamani wa baba yake Juma alijitokeza, akidai pana ushahidi mpya kuhusu kifo cha baba yake. Juma alipokea ujumbe huo na mikono yake ikatetemeka. Alijua bado kulikuwa na ukweli mwingine ambao haukuwa umefichuliwa. Ujumbe ule ulimtesa Juma usiku mzima. Asubuhi alipanga kukutana na yule mwanaume aliyejitambulisha kama Mzee Kilonzo, rafiki wa zamani wa baba yake. Walikutana kwenye bustani ya umma, mbali na macho ya watu wa bilionea. Baba yako hakuwa mtu mbaya, Kilonzo alisema KWA, sauti ya polepole. Alifukuzwa, akavunjika moyo, lakini bado alikuwa na ndoto. Alikufa vipi? Juma aliuliza KWA, sauti ya baridi. Kilonzo alinyamaza KWA kwa muda. Alikufa katika ajali ya barabarani, lakini kuna watu wanaamini haikuwa ajali ya kawaida. Juma alihisi damu ikipanda kichwani. Unamaanisha nini? Kulikuwa na vita vya biashara. Baba yako alikuwa anataka kufichua udanganyifu mkubwa wa washirika wa zamani. Juma alifikiria bilionea. Je, baba MKW wangu anajua? Kilonzo alitikisa kichwa. Sijui, lakini ukweli huu unaweza kubadilisha kila kitu. Juma alirudi nyumbani akiwa na mawazo mengi, akijiuliza kama historia ya bilionea ilikuwa safi kama alivyodhani. Juma alimkabili bilionea usiku huo. Nimekutana na rafiki wa baba yangu. Anasema kifo chake hakikuwa cha kawaida. Bilionea alisimama ghafla. Nani huyo? Mzee Kilonzo. Uso wa bilionea ulibadilika. Kilonzo bado yuko hai? Ndiyo, na alisema baba yangu alikuwa anataka kufichua udanganyifu mkubwa wa washirika wenu wa zamani. Bilionea alikaa chini taratibu. Hiyo ni historia ambayo nilijaribu kuisahau. Je, ulihusika? Juma aliuliza KWA, sauti ya kutetemeka. Bilionea alinyamaza kwa muda mrefu. Sikuhusika katika kifo chake, lakini nilijua alikuwa katika hatari na sikumsaidia. Maneno hayo yalikuwa mazito. Kwa hiyo tena ulimwacha? Juma aliuliza KWA kwa uchungu. Bilionea alitikisa kichwa. Nilikuwa muoga na uoga wangu uliharibu maisha mengi. Juma alihisi hasira na huruma vikichanganyika moyoni mwake. Zawadi alisikia mazungumzo hayo na kuingia sebuleni. Baba, kwa nini umebeba siri nyingi kiasi hiki? Bilionea alimtazama binti yake. Nilitaka kukuonyesha dunia bila mizigo ya makosa yangu, lakini sasa mizigo hiyo imeangukia familia yetu, Zawadi alisema kwa machozi. Juma alimshika mkono Zawadi. Hatuwezi kubadilisha yaliyopita, lakini tunaweza kuamua yatakayokuja. Bilionea alinyanyua kichwa. Niko tayari kusema ukweli wote hadharani hata kama itaharibu jina langu. Zawadi alistuka. Baba, hiyo inaweza kuharibu biashara, jukwaa letu, kila kitu. Lakini itaponya dhamiri yangu, bilionea alisema. Juma alitazama Asha aliyekuwa amelala. Labda ukweli ndio zawadi kubwa zaidi tutakayompa mtoto wetu.
Bilionea aliandaa mkutano mkubwa wa moja kwa moja kwenye jukwaa lao. Maelfu ya watu wazima walijiunga kusikiliza. Kwa miaka mingi, bilionea alianza, nilibeba siri na makosa ambayo yaliathiri familia na washirika wangu. Nilifanya maamuzi ya haraka, nilitumia nguvu vibaya na watu waliumia. Alisimulia hadithi ya rafiki yake, baba yake Juma, na jinsi alivyomfukuza na kumwacha katika hatari. Leo naomba msamaha, alisema kwa sauti ya kutetemeka. Na ninaahidi kutumia rasilimali zangu kurekebisha makosa hayo, kwa kusaidia familia na jamii. Watu wengi walilia, wengine walishangaa kuona tajiri akinyenyekea hadharani. Juma alimtazama kwa macho mapya. Hii ni hatua kubwa, alimwambia Zawadi. Zawadi alitabasamu, baba anabadilika kweli. Baada ya tangazo hilo, jamii iligawanyika. Wengine walimsifu bilionea kwa ujasiri wake, wengine walimkosoa kwa kuchelewa, lakini jukwaa lao lilipata uaminifu mkubwa zaidi. Watu wazima walianza kushiriki hadithi zao. Mzee mmoja alisema, kama bilionea anaweza kubadilika, basi na sisi tunaweza. Juma alihisi mzigo moyoni mwake ukipungua. Alimkumbatia bilionea. Baba, asante KWA kusema ukweli. Bilionea alilia KWA mara ya kwanza mbele ya watu. Asante KWA kunipa nafasi ya pili. Lakini wakati familia ikianza kupona, Kamau alirudi na ofa mpya yenye nguvu zaidi, akitaka kununua kampuni nzima na kuigeuza kuwa jukwaa la kifedha kubwa duniani. Bilionea, Juma na Zawadi walijua huu ulikuwa mtihani wa mwisho wa maadili yao na urithi wao. Kamau alikaa mezani na bilionea, Juma na Zawadi. Alileta ofa yenye mabilioni ya pesa na masharti magumu. Uwekezaji huu utaleta maendeleo makubwa, Kamau alisema kwa utulivu. Lakini mnatakiwa kubadilisha mwelekeo wa mradi. Zawadi alinyamaza. Hii mradi si kuhusu pesa, ni kuhusu watu wazima waliokuwa wakihitaji mwongozo. Bilionea alitazama Kamau kwa umakini. Tunaweza kushirikiana, lakini roho ya mradi huu haibadiliki. Kamau alitabasamu kidogo. Hii ndiyo hali ya kweli ya biashara, lakini nimekubali. Nitaweka rasilimali, nikae pembeni. Juma alikumbatia Zawadi. Tumeendelea kuishi kwa maadili, hatutokubali kuuzwa. Nje anga lilikuwa zuri na la matumaini. Wote walijua mradi wao sasa ulikuwa na msingi thabiti wa kweli. Bilionea alitabasamu kwa mara ya kwanza kwa amani. Huu ni mwanzo mpya, sio mwisho. Siku moja familia yote ilikusanyika sherehe ya kuzaliwa kwa Asha. Walicheka, waliimba na kumsherehekea mtoto mdogo aliyeleta furaha ya kweli. Zawadi alimshika Asha mikononi, macho yake yakijaa furaha. Hii ni familia yetu, Asha. Utajua upendo wa kweli. Juma alimkumbatia Zawadi, na tutakulinda kila siku ya maisha yako. Bilionea alikaa pembeni, akitazama Asha. Alikumbuka makosa yake yote, lakini sasa alijua kiso cha familia kilianza kupungua. Uwezo wa kubadilika ni mkubwa, bilionea alisema kwa utulivu. Na sasa nina uhakika, maisha yetu yanaenda mbele kwa kweli. Kila mtu alihisi amani ndani ya nyumba, lakini bilionea alijua bado kulikuwa na changamoto za biashara. Hata hivyo, familia ilikuwa imara zaidi kuliko hapo awali. Jukwaa lao la elimu lilipata sifa kubwa zaidi. Watu wazima walijifunza ujasiriamali, afya na teknolojia. Wengi walipata kipato, wengine walianza biashara ndogo ndogo. Nilidhani hatuwezi kuweza, mama mzee mmoja alisema, macho yake yakiangaza, lakini sasa ninaweza kumsaidia mtoto wangu na jamaa zangu. Juma alitabasamu. Hii ndiyo furaha ya kweli, si pesa. Bilionea alimkumbatia Juma. Najua sasa kwamba urithi wetu ni zaidi ya mali, ni huduma kwa jamii. Zawadi alitabasamu akijua maisha yao yalianza kuunda hadithi ya kweli ya familia, huruma na mafanikio. Asha, mtoto wao mdogo, alicheka huku akicheza na dada zake. Furaha yake ilikuwa ni ishara kwamba ndoto mpya ilianza kweli. Lakini siku moja, mzee Kilonzo alifika nyumbani kwao. Kuna habari nyingine, alisema kwa utulivu. Juma alishikilia mkono wa Zawadi. Ni nini sasa? Kilonzo alitoa barua ya kale kutoka kwa baba yake Juma. Baba yako alikuwa ameiandaa familia yako kwa vizazi vijavyo. Kuna urithi wa siri ambao unaweza kusaidia watu wengi zaidi. Bilionea alisogea karibu. Ukweli huu unaweza kubadilisha maisha yetu yote. Kilonzo alitikisa kichwa. Ndiyo, lakini lazima muamue kwa pamoja. Wote walijaa msisimko, wasiwasi na furaha. Hii ilikuwa nafasi ya mwisho ya kuunda hadithi yao bila maajabu ya zamani kuharibu ndoto zao.
Familia yote ilikusanyika kando ya mto. Bilionea, Juma, Zawadi na Asha waliangalia uovi wa maji unavyotiririka polepole. Maisha hayajengwi kwa pesa pekee, yajengwi kwa upendo, ukweli na kutoa msaada kwa wengine. Juma alitabasamu. Nilijifunza kwamba historia inaweza kuwa mafunzo, si mzigo. Zawadi alimshika mkono wa Juma, na familia yetu itabaki imara bila kujali changamoto. Asha alitabasamu huku akicheka. Hii ni furaha ya kweli. Bilionea alitabasamu, macho yake yakijaa machozi ya furaha. Sasa najua kuwa ndoto za kweli hazigharamii, zinatoa maisha. Leo tumeunda urithi wa kweli, urithi wa familia, urithi wa MSAADA kwa jamii. Hapo jua lilipotoka likimulika uso wa Asha na familia yake, kila mmoja alijua maisha yao yalikuwa na maana, na familia yao ilikuwa imara zaidi kuliko hapo awali. Na kwa mara ya kwanza, bilionea alihisi amani kamili, akijua familia, upendo na ukweli vimefanikiwa kushinda hatia na hofu za zamani.